dada vipi? Mbona ngangania hapa? Au kwako huna makochi ya kukalia kama hivi? Kwenye mbili uanza na moja, mimi bado unajikunguja. Pata yangu ya Mungu nisaidie, saidie. Riziki yangu imepigwa na kufuri, na nyota yangu imepigwa na muhuri. Sina na bado nalaumu tena, tunaikumbuka shule. Sina kipande cha urisi, hata ningeenda shule. Hata mupenzi nilompenda na ikanikimbia, nahisi na mikosi. Mungu nisaidie, naomba dua utarati Biblia, riziki zifunguke. Mungu saidia. Naomi, mambo? Umerudi lini? Yaani umeninepa. Wewe ni nani hapa kwetu? Mimi ni rafiki yake mama yako. Kwa hiyo kama wewe ni rafiki na mama, unafanya nini hapa? Kuna vitu vya muhimu sana kudiskasi na mama yako. Ndio maana nimefika hapa. Kwa hiyo nyinyi mmeshafanya majumba ya watu kama kweli? Yaani unajiamulia tu jinsi unavyojua wewe. Naenda pale, yaani unavoamua wewe. Naomi, yaani kusafiri kidogo tu ndio umebadilika hivyo? Punguza dharau basi. Sikia dada, nikwambie. Mama yangu mimi hayupo hapa nyumbani. Kwa hiyo unaweza ukaenda. Mtaenda kukutania huko, sio hapa nyumbani kwetu. Siwezi kuondoka kwa sababu mama yako hapatikani na vitu ni vya muhimu sana. Lazima niongee naye leo. Kwa hiyo wewe huko ulikotoka wewe kwenu, umejiamulia tu unaenda kwa watu jinsi unavyotaka wewe. Punguza dharau basi. Wewe dada vipi? Mbona ngangania hapa? Au kwako huna makochi ya kukalia kama hivi? Alafu mimi naongea na wewe, unachati. Ni kiasi gani umenidharau hapa nyumbani kwetu? Yaani unaonyesha dharau nyumbani kwetu. Niko kwetu unaonyesha dharau kiasi hichi. Sikiliza binti. Usimdharau usimjua. Dharau hazijawahi kujenga hata siku moja. Zinabomoa. Hunijui mimi leo. Ukumbuki msaada wangu hata mmoja. Si ndio? Umesahau kila kitu. Unakumbuka ulifukuzwa shule, mimi nikatoa pesa zangu karudi shule. Na hizo hela zenyewe za kusafiria mimi ndo nilizozitoa, nikampa mama yako. Leo unijui. Dada, unaweza ukaenda. Okay. Naondoka. Ila usimdharau usimjua. Mama yako akija, mwambie Talia amefika hapa. Kaa naye chini, atakwambia mimi ni nani. Unanitisha, nenda mwana kwenda, hata rafiki hiyo. Ondoka bwana wewe. Komwe hilo. Sura mbaya utafikiri limeokotwa lioni. Mama naye jamani. Mama kila siku namwambia jamani mama, usio unaleta vitu vya ajabu huko ndani, lakini hanielewi. Mbona mama anazeka vibaya hivi lakini? Hasa eti rafiki kutoka rafiki gani wa design hii? Limevali suruali limembana. Kwa maana nataka mteke mama wangu hapa ndani hapo. Kuna siku tutakuja kuulizwa hapa hata hapo. Yule. Sura mbaya utafikiri ndio uko. Mjomba. Ndio. Habari yako? Safi, shikamoo. Marhaba. Za hapa nyumbani? Nzuri. Unaendeleaje? Mjomba, tupo. Za familia. Karibu mjomba.
Asante. Huko wala siwezi kuingia. Kwani vipi, mjomba wangu yupo? Yaani mjomba, kwa kweli kwanza afadhali hata umekuja mjomba wangu. Kuna nini? Shida? Kuna shida yote au? Anko, kuna shida. Ndio. Shida ipo. Shida nini? Hivi unavyoniona hivi, Nimetoka safari muda sio mrefu. Nimepigiwa simu na dada wa kazi. Nini? Mjomba wako hayupo hapa nyumbani. Leo ni siku ya 3. Siku ya 3? Kaenda wapi? Hajulikani alikoenda kwa sababu hajamwaga mtu yoyote. Na hivi unavyoniona naelekea kwa marafiki zake kwenda kumtafuta huko na kuwaulizia pengine labda wamemuona au amewaaga marafiki zake. Vinginevyo nikitoka huko jioni labda nije nyumbani niwaeleze au kesho asubuhi. Kwani leo siku ya ngapi? Siku ya 3 leo. Siku ya 3. Sasa kwa nini asubiri wewe umeondoka na yeye ndo aondoke? Mimi sijui mjomba wangu. Kuna kitu cha ajabu hichi. Na huyu dada wa kazi yeye anasemaje? Kuondoka kwake aliondokaje? Yeye amesema tu kwamba kuna begi liko ndani huko kwa ajili ya safari. Amechukua lile begi, kapanga baadhi ya nguo zake hapo ndani, hata nikiziangalia hazipo. Kaondoka. Ila kuna kijana naishi naye hapa anaitwa Seremba, ndo kamuuliza dada unaenda wapi? Akamtukana matusi. Hao watoto wa kike shida sana. Sasa hata kuondoka huko napo ni makosa pia. Sasa mimi cha kusaidia hapa, kwa sababu nilikuwa napita. Ndio. Naenda zangu huko. Sasa nikasema kwa kuwa napita naenda hivi, ngoja nipitie hapa niwasalimie. Sasa siku ya 3 hayuko nyumbani. Mbona hii ni hatari sana? Ina maana hata sheria inaweza inatakiwa ichukue mkondo wake. Wewe sasa cha kufanya tufanye kitu. Wewe kwa kuwa umesema unataka ukatembele kwa marafiki zake, uwapigie simu marafiki zake au uende ukazunguka kwa marafiki zake ili ujue yuko wapi. Si ndio? Sasa wewe nenda, alafu baada ya hapo jaribu kupiga tena simu tena kwa mara nyingine. Umesema ukimpigia simu hapatikani. Nikipiga simu ndo inatoka, yani inakuwa kama inaita inakata. Wakati mwingine inakata tu. Sawa, mimi acha niendelea safari yangu na wewe nenda huko unakotaka kwenda. Baadaye nikirudi nyumbani nitakaa na dada yangu niongee naye. Alafu baada ya hapo nitakupigia simu ili nijue na wewe umefikia wapi. Sawa wangu. Sawa. Sasa acha mimi nielekee huko. Alafu kitu kingine nataka nisahau. Usipende sana kuacha geti wazi. Itakuwa ni vijana hawa. Dunia sasa hivi imebadilika. Ni kweli mjomba. Unaweza ukasema unaacha geti wazi kwa usalama, watu wakaingia kufanya matukio mengine ya ajabu. Sawa Sawa mjomba. Basi sawa, mimi ngoja nirudi. Naomi, umeingia saa ngapi? Naomi. Be mama. Shikamoo kwanza. Nimeingia muda sio mrefu. Kumbe ulikuwa nguo ndani? Hamna, nilikuwa tu nimejiegesha. Nikajikuta nimepitiwa na usingizi. Yes, lakini mamangu na unazeeka vibaya. Haya, unalalaje humo ndani? Alafu geti umeacha wazi, mlango uko wazi. Si nilitegemea wewe utawahi kurudi. Kuna vibaka sasa hivi mamangu. Watasomba vyote humu ndani, sio utakuja kumwambia nini ule mzee. Sawa basi. Haya. Bora umerudi, naomba unipeleke kusuka saluni. Kama nitawahi kurudi, nitakwenda kwenye kikoba. Maana nina muda mrefu sijakanyaga huko. Nadaiwa mwanangu. Acha kabisa. Mama nimechoka bwana, mimi siende bwana. Si uende mwenyewe. Nipeleke bwana. Yes, ndio wasichana mnajua saluni hii ndio nzuri, nipeleke mimi nikasuke. Kama nitawahi kurudi, niende huko kwenye kikoba. Mama, kudaiwa kwako wewe nashindwa kuelewa unadaiwa kivipi? Kwa sababu hizo hela mbona unazichukua unazipeleka gapi? Mbona hujai kuniambia mimi binti yako kwamba mtoto wangu pesa hizi hapa tufanyie 1 2 3, unazipeleka gapi mama? Naomi, sio lazima nikuonyeshe. Hivi haya yote tunayoyafanya mimi na baba yako bado huyaoni. Isitoshe kaka yako Mashimba
ile ofisi tuliomfungulia. Wewe unafikiri hela zinatoka wapi? Huko kwenye kikoba tunakokopa mikopo. Unanipeleka sehemu mbaya. Hebu tuachane na haya mamangu. Kuna jambo nimekumbuka. Ndivozungumzia swala la kikoba. Niko kutoka huko dukani. Nimefika hapa. Nimemkuta binti mmoja amekaa hapa. Ameniambia anaitwa nani jamani? Hebu. Mimi jina linanitoka tena. Natalia. Talia sijui. Unamfahamu? Ndiyo, Talia ndio katibu wa kikundi chetu. Sasa nisikilize mama, kama ni katibu wenu, rafiki yako, maana mimi nimemuuliza akanitambulisha kwamba yeye ni rafiki yako wewe. Mama, nishakwambiaga usikaribishe watu ovyo ovyo mundani. Utakuja kukaribisha majambazi, utakuja kukaribisha vitu watu wasioeleweka mundani, watakuja kusomba hivi vitu vyote. Kwa nini mama wangu hutaki kunielewa? Kwani alipokuja hapa amesemaje? Yule dada ni ana tabia mbaya. Ni ameninyari. Purchase your tracks today. Haya, na leo umekuja kunichamba au? Hapana dadangu, sijaja kwa ajili ya hilo. Naomba unisamehe dadangu. Najua nilikukosea sana. Kwa sababu ya yale maneno ya jana dadangu. Nisamehe dadangu, najua nilikukosea sana. Jana ulivyonizalilisha barabarani, yani mpaka vile vitoto vidogo vikawa vinanishangaa. Leo unanifuata unaambia kwamba eti samahani. Mimi utakuwa umekosea. Sasa nisikilize kitu alichoniambia sasa. Wewe utakao kuolewa na nakwambiaje utazekea hapa nyumbani kwenu, labda sio mimi Talia. Ukiolewa nakwambia hivi, nitavua nguo barabara nzima natembea uchi. Hivi kweli? Wala hilo lisikupe pressure mwanangu. Uolewe usiolewe, kwani yeye ndio Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu peke yake ndio mtoa riziki. Kwa hiyo hilo wala lisikusumbue, hayo ni maneno ya watu. Sio maneno ya watu mama. Anajiamini kitu gani mpaka anafika hapa nyumbani kwetu ananiambia maneno kama yale? Kwamba mimi siwezi nikaolewa, mimi sijui ni mtu ambaye nisioeleweka, yani nina nuksi, nimelogwa. Hivi kweli mama? Huyo Talia ndio kayaongea hayo yote. Huyo. Hayo kayaongea ya nini? Yeye kilichomleta hapa ni kuniulizia mimi au ni kuhusu wewe kuolewa au kutokuolewa? Yanamhusu nini yeye? Nikuulize wewe, si rafiki yako? Mimi sijui. Kwani wewe ulimwambia nini? Mimi nilimuuliza tu wewe ni nani tu basi. Akaniambia wewe ni rafiki yake mama yako. Nikamwambia mama hayupo. Ne ondoka ukisha akirudi utamrudia, ndo akanianzisha sasa. Una jeuri, una kiburi, mtu mwenyewe. Aliniambia maneno makubwa mama hata siwezi hata kuyasema. Mimi mwenyewe kama na shanga. Hebu nenda kajiandae bwana unisindikize mimi nikasuke. Bwana mimi siendi bwana, nimechoka. Nenda bwana kajiandae unisindikize. Mimi nimetoka bwana mama. Kwani unashindwa kwenda mwenyewe mama? Alafu nenda kaniletee kofia yangu hapo kabatini. Nifunike hizi nywele zangu maana watu watanishangaa huko barabarani hivi nilivyo kitimtimu. Nihurumie basi mimi binti yako mama yangu jamani. Nachoka jamani. Wewe nenda bwana kaniletee kofia yangu iko pale kabatini. Kitimtimu si kitimtimu. Fanya haraka basi twende. Naleta. Bwana ninachoka bwana. Jamani, yaani huyu kichepe hata vyombo vimemshinda kutoa. Jamani kichepe. Sijui niongee vipi huyu mtoto mimi anielewe. Mtoto ukimkanya na hili kamkana lile, ukifanya hivi, jamani kichepe. Mimi mbona nachoka sasa kuongea naye jamani? Mtoto
kiume, hata meza pia inakushinda kufuta kweli. Unakunywa chai unaacha vikombe, unaacha meza iko hivyo hivyo. Atakaa na nani huyu mtoto Tobayarabi mimi? Kwa hiyo nitakaa naye hapa nyumbani mimi mpaka lini kwa tabia hizi? Mama sio toka kuongea, nimekosa kofia yako ndani. Bwana nawe kaangalie kofia iko pale kabatini pale kwenye kile kidraw. Mama wangu unanichochesha jamani. Nenda bwana, kofia utaikuta hapo. Purchase your tracks today. Zile zilikuwa tu ni hasira kwa sababu ya hichi kipindi ninachokipitia. Napitia kipindi kigumu sana. Napitia magumu dada yangu. Kwa hiyo kwa sababu tuko tu wawili tuliachwa, lazima tu ningerudi kwa dada yangu. Sina ndugu mwingine ambaye ninaweza kumfuata na Mke wangu, umefuata nini hapa? Na mimi nikuulize, unafanya nini hapa? Sitaki kubishana na wewe. Sawa. Juzi nilikuambia nina mkutano na wazungu. Na ndo nimetoka juu kule Roshen namba 4 kwenye ukumbi wa mkutano. Wewe umefuata nini hapa? Afadhali hata roho yangu imetulia. Kawivu baba. Hujanijibu swali. Wewe umefuata nini hapa SG? Mume wangu, kuna rafiki yangu amechukua ukumbi hapo juu. Wana sherehe ndio maana niko hapa. Ndio hao wanaimba imba huko juu? Ndio. Sasa mbona hukuniambia kama unakuja kwenye sherehe? Wiki iliyopita si nilikwambia, lakini si ndio hii sherehe? Kumbe ndio mlikuwa mnaongelea SG Resort? Ndio. Unajua mawazo nayo yamekuwa mengi. Sasa unawaambia nini wale ambao wanatafuta hoteli za kufikia na kumbi nzuri? Mume wangu, mimi ninawaambia tu, mimi na mume wangu tulibugi kufunga ndoa uchochoroni. Jamani, huku SG Resort mambo ni moto. Yaani hautamani uondoke. Hutamani mume wangu, au turudie kufunga ndoa. Unamaanisha tufunge ndoa upya tena? Hapana, ile ilishapita. Sasa cha kufanya, kwa sababu umetamani mazingira ya SG Resort, tuandae tu sherehe, alafu tutaifanyia hapa. Unaongea mume wangu. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, nakupa nitacha umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najongea. Yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita. Ni majaribu au nimerogwa? Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima mpaka natia huruma. Hata nyumba sina,